Siku 16 za wanaharakati dhidi ya dhuluma za kijinsia zimezinduliwa rasmi katika kaunti ya Narok na Bi Rachel Ruto, mkewe rais, akidokeza kuwa hii ni katika juhudi za kuhakikisha kuwa kila msichana analindwa dhidi ya mila potovu, akiongeza kuwa kufutiliwa mbali kwa mila potovu kutasaidia pakubwa katika kupunguza visa vya dhuluma za kijinsia, usemi ambao uliweza kuungwa mkono na viongozi wa wanawake waliokuwa wameandamana naye. Mary Chalo na taarifa kamili. Ni kwenye hafla ya uzinduzi rasmi wa siku 16 za wanaharakati dhidi ya dhulma za kijinsia kote nchini katika kaunti ya Narok, hafla iliyoongozwa na Bi Rachel Ruto. Hii ikiwa ni kwenye juhudi za kuhakikisha kuwa kila mwanamke na msichana mchanga nchini analindwa kutokana na mila potovu. This campaign will be a nationwide survivors and mothers-led initiative. It will be aimed at catalyzing intergenerational dialogue, enhancing community accountability, and promoting legal, policy, and cultural shifts to eliminate FGM and child marriage. Hafla hii pia na iliyohusisha wazee wa jamii ya Maa kutia saini makubaliano ya kufutilia mbali mila potovu zinazohusisha ukeketaji na ndoa za mapema. Bi Rachel akiweka bayana kuwa hatua hii itasaidia katika kukomesha visa vya dhulma za kijinsia. I stand here today in deep admiration of the elders, the community leaders, the women's groups, AMREF Health Africa, and the Ministry of Gender, Culture and Children's Services, who said, let our culture evolve, but let our girls live. Yale ambaye tumeweka hii siku ya leo, sisi wote tumekuwa washahidi kwamba wazee wa mila wa Kimasai mumeweka leo kidole kwamba ukeketaji tumekataa. Wakwe wa magavana kutoka kaunti tofauti wakieleza kujitolea kwao kuhakikisha kuwa dhulma za kijinsia na ukeketaji zinakomeshwa katika kaunti zao, na hafla za kuwawezesha kina mama na wasichana wachanga kuandaliwa katika juhudi za kuwaelimisha. Kajiado County tuliweza kutengeneza policy ya kwanza Kenya mzima ya anti-FGM, na ni kitabu ama document ambayo tunajivunia kule Kajiado. Tuko harakati ya kuimplement maneno ambayo tuliyoandika hapo. Kwa mfano, elders wa Samburu waliweza kuweka sahihi na kusema FGM ikomeshwe katika Samburu. Pia katika Marsabit ambapo tuna jamii ya Waborana Gada ambao ndio wenye kuweka mila na tamaduni zetu, waliweza kuabolish FGM. Wito ukitolewa kwa kila Mkenya kuwa kwenye mstari wa mbele kukomesha dhulma hizi za kijinsia na mila potovu. So young people, use your creativity, your voice, your art and your platforms to say no to violence, no to mutilation, no to the theft of childhoods. Mary Chalo, Undugu TV.